mahaba yako ya kwanza yawe ni kumpenda Allah na Mtume Muhammad. Wa an yuhibba almar'a, na ampende mtu yoyote yule, la yuhibbuhu illa lillah, asimpende kwa jambo jingine lolote isipokuwa kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sio lazima awe Muislamu, mtu yoyote unatakiwa umpende, lakini usimpende jambo jingine lolote isipokuwa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba ya Sheikh, umpende binadamu yoyote, mpende tu. Hata hawa ndugu zetu wa damu unaweza kuwapenda maadamu hawaja tuchokoza katika dini. Ndugu zetu wa damu si hawa wanaosema Mungu ana mtoto? Wa Kristo ndio ndugu zetu wa damu. Wao na sisi baba mmoja mama mmoja, watoto wa Adam hawa, tena ni ummati Muhammad, ila sema ndo wamepotea tu. Siku zote tunasoma katika suratul Fatiha, ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Ya Rabbi, tuongoze njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka ni Uislamu. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha, al-anbiya wal mursalin, manabii na mitume. Ghairil maghdubi alayhim, sio njia ya waliokasirikiwa Mayahudi, wala dhallin, wala usituongoze katika njia ya waliopotea. Waliopotea ndo hawa ndugu zetu wa damu wanaosema Mungu ana mwanawe anaitwa Yesu. Yesu ndio Nabii Isa. Kwani house na nyumba ni vitu viwili tofauti na kitu kimoja? Tofauti ni mantiki tu, lugha tu. Kwa hiyo hata wao tunaruhusiwa kuwapenda. La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, Allah hajakukatazeni kuishi nao kwa wema wale wasiokuwa Waislamu ambao hawajakuchokozeni katika dini. Unaruhusiwa kuishi nao vizuri hao. Hawa ni ummati Muhammad. Tena hata katika kuwafikishia neno la Allah, wafikishie kwa lugha nzuri, lugha ya upole. Hakuna mtu mbaya kama Firauni Sheikh, lakini Allah alimwagiza Nabiullahi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam na Harun, akawaambiaje? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Faqula lahu qawlan layyina, mkimwendea Firauni mwambieni maneno ya upole, la'allahu yatadhakkar, huenda akakumbuka, au yakhsha, au akaogopa. Mwaka 1995 kulikuwa na brother wangu mmoja anaitwa Abu Bakri John Mwaipopo, katika waanzilishi wa mihadhara pale Tanzania. Abu Bakri John Mwaipopo amesilimu, yeye alikuwa mtu wa Mbeya huko, na walillahi alhamdu alikuwa msomi wa ilmu ya sekula, lakini ndo kasilimu kaingia katika Uislamu. Sasa tunafanya muhadhara, basi yeye akaingia katika mambo ya siasa. Alikuwa kaingia katika siasa na gombea urais Tanzania kwa kutumia chama kinaitwa TPDP. Basi lakini kwenye muhadhara anakuja sasa, kaja Mkristo anauliza swali, lakini anauliza kwa jeuri, kakasirika, akasema hatuwezi kuongea na watu wanatembea na uchafu katika miili yao. Yule Mkristo akakasirika, akaacha meza akaondoka. Mimi nikamwita, nikamwambia nenda kachukue microphone, alafu waombe msamaha Waislamu na Wakristo waliokusanyika hapa, umetumia lugha sio. Walillahi alhamdu, alikuwa mwepesi wa kuelewa. Akaenda akaomba radhi,
Yule Mkristo akarudi akasilimu. Takbir. Karudi akasilimu. Nini hiyo? Wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah fayasubbu allaha adwan bighairi ilm. Yani msiwatukane wale watu wanaomwabudia mwingine kinyume cha Allah. Watakuja kumtukana Allah, dhambi zote zitakuja kwenu, kwa sababu wale hawajui. Inatakiwa lugha nzuri ya upendo, sawa sawa na yule jamaa ahlul badia, katika wale watu wa mashamba, tuseme kama wa Masai wa Kiarabu. Masai wa Kiarabu, mabedui wale, alikuja akawa ananoa panga lake, alafu akapita Sayyid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akamuuliza, wewe bedui, nini unafanya? Akamwambia, nanoa panga langu, nataka kumaliza upuuzi leo. Upuuzi gani? Nataka kwenda kukata shingo ya Muhammad ibn Abdillah. Anasema miungu yote haifai, anafaa Mungu mmoja. Huyu hatufai, huyu ananoa panga. Watukufu wa Islam, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa very strong, mtu wa kikweli kweli, sio mtu anatembea kama anataka kuvaa baibui. Nini sasa? Lazima uwe mkakamavu, ndio Uislamu. Akamkamata, akamfunga kamba, akamkokota mpaka kwa Mtume. Sheikh, ndio Uislamu. Kufika pale Mtume kashangaa, na maswahaba wengine wako pale wameshangaa. Vipi Umar? Muulizeni mwenyewe. Akaulizwa, kuulizwa, anasema, huyu jamaa mimi naona ananionea tu. Mimi nimenoa panga langu, nataka kuja kukukata wewe Muhammad. Nimemwambia ukweli wangu, kanifunga kamba na niburuta mpaka huku, na umia na nini. Mtume akamuuliza yule jamaa, unaonaje uwe Muislamu? Akawatazama maswahaba, alafu akasema, sitaki. Basi Mtume akamwambia, mfungulieni basi aende ruhusa, arudi nyumbani. Maswahaba wanamfungulia huku wamekasirika. Kwa nini tusimmalize huyu? Anafanya jeuri mbele ya Mtume. Kaenda baada ya nyayo 40, kafikiria, akaona bila shaka yule ni Mtume kweli wa Mwenyezi Mungu. Maana nimekwenda nimemwambia ukweli kuwa nataka kumuua, hakukasirika. Akanitaka niingie kwenye dini yake, nikajibu kwa jeuri, akaniruhusu niondoke kwa amani. Bora nikajiunge na ile dini. Akarudi Sheikh. Kufika pale akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani kuingia kwenye dini yenu unafanyaje? Mtume akatabasamu, akamwambia, unasema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ala, naye akasema. Maswahaba wote wakafurahi. Basi Mtume akamuuliza, kwani mara ya kwanza nilipokuambia uingie katika Uislamu ulijibu kwa jeuri kwa sababu gani? Akamwambia, mheshimiwa, sijakujibu wewe kwa ujeuri ule, niliwajibu hao watu wako. Wamekaa na mapanga yao hapa, utadhani wao ndo Sayyid Israel, kama vile wao wanafikiria kuua tu, wana hasira hawa. Wewe nakuheshimu, wewe mheshimiwa kabisa, wewe nakupenda kwa sababu wewe ni mtu mwema kabisa na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na ndio maana nimerudi kwa heshima yako, kwa sababu wewe hukunikasirikia kabisa. Lakini hawa jamaa wananitazama, wanatamani wanimalize. Hawa ndo niliwajibu jeuri hawa. Maswahaba wote wakatabasamu, wakaona jamaa katugundua kama sisi hatutaki masiara. Maana hawataki maskhara maswahaba. Lakini tunapata darsa kwamba tuige tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa mpole. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Mtume alikuwa mpole Sheikh. Hata wewe ukiwa unawalingania watu katika kheri, waambie kwa lugha nzuri ya upole. Usiwaambie kama ile dini yako wewe, na usiwaambie kama ile pepo yako wewe. Kuna watu hapa namna ya kufikisha kwao dini ya Mungu kwa watu. Allahu akbar. Kama ingekuwa wao ndo mtume, asingeingia hata mtu kwenye dini. Manake utadhani hiyo pepo mali yao wao. Hii ni hatari watukufu wa Islam. Wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin. Si wengi watakaoamini hata ukifanya pupa. Ile pupa yako haisaidi chochote Sheikh. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Ma anta alaihim bimusaitir. Wewe si mwenye kuwasababisha wao wasilimu. Yani wewe si mwenye kuwatenza nguvu wao waingie katika Uislamu. Ma anta alaihim bimusaitir. Wewe si mwenye nguvu ya kuweza kuwafanya wao waufuate Uislamu. Wewe kazi yako ni kufikisha tu. Unafikisha tu neno la Mungu, watu wanaufuata Uislamu. Lakini sasa wewe usijifanye wewe hiyo dini kama ndo yako wewe, dini ya Mungu. Usijifanye wewe pepo yako wewe, tena unahukumu kabisa wale sidhani kama pepo ya Allah wataigusa. Ya kwako kwa ni pepo. Kuna asrari Sheikh, kuna asrar huwezi kujua Sheikh. Wewe hujaona Saddam Hussein katamka la ilaha illa Allah mara mbili Sheikh. Ashhadu an la ilaha illa Allah mara mbili Sheikh. Mtu mmoja kule Tanzania anasema Saddam hawezi kwenda peponi, yule kaua watu wengi. Umewaumba wewe wale watu? Wale watu waliowaua Saddam umewaumba wewe? Mtume anasema mtu akitamka la ilaha illa Allah ikawa ndio tamko lake la mwisho, mtu huyo ni mtu wa peponi. Hadithi sahihi, haina makala Sheikh. Wewe unasema Saddam ataingia motoni, wale watu waliowaua umewaumba wewe? Nilimuuliza kujibu. Usiwakatie tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu wa Islam bwana. Hakuna dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Sheikh. Kinachotakiwa ni ikhlas. Ikhlas Sheikh. Wewe unajuaje? Pengine alitubu na mtume kasema man taba qabla mautihi bisa'atin taba Allahu alayhi. Mwenye kutubu kabla ya kufa kwake kwa muda wa saa moja, Allah anakubali toba yake. Sasa wewe mtu kakaa pangoni mle anasoma Qur'ani tu siku zote. Yani nyowe Waislamu msijifanye mjamuona Saddam. Saddam alikaa pangoni anasoma Qur'ani tu siku zote. Si mmeona kwenye internet? Sasa labda Allah akakubali toba yake. Kwa Allah kuna zito bwana. Mtu kaua watu 99 Sheikh. Kisa mashuhuri tena kakihadithia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu kaua watu 99, lakini Uislamu kaona mkereketa. Unajua la ilaha illa Allah huwa inakereketa. Yani ukifanya maasi kama wewe umeipokea kweli la ilaha illa Allah, lazima itakugusa tu. Unahisi kabisa hapa nishaangamia. Unahisi. Ukiona huna hisia yoyote, basi wewe ni katika wanafiki au makafiri wa siri siri. Lakini kila Muislamu mu'min lazima imguse la ilaha illa Allah. Anahisi kuwa kaangamia, lazima atafute mbinu za kujiokoa. Akatafuta fikra, ngoja nende kwa mwanachuoni. Si Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani fasalu ahla dhikri. Ahlu dhikri al-ulama. Akenda kwa mwanachuoni, bana niambie ukweli, mimi nimeua watu 99.
Vipi sasa? Kwa Mwenyezi Mungu nitaeleweka? Nikirudi kwa Mwenyezi Mungu nitaeleweka? Yule jamaa akamtizama, kasoma Taurati yule, man katala nafsan fakaannama katala an-nasa jamia, mwenye kuua mtu mmoja kama mtu alioua watu wote duniani. Akamwambia, nafumba macho, nikifumbua uwe haupo mzee, sababu wewe utanitia nuksi. Wewe ni balaa, unaua watu 99. Wewe jikoni moja kwa moja utoke, wewe motoni tu, tachomwa tu. Ondoka mzee. Sawa mzee, asante, nimekuelewa. Kachomoa panga lake, akasema ngoja nimmalize na huyu shehe vile vile. Kamkatilia mbali shingo, kisha timiza 100, kafuta panga lake, kaliweka, karukia farasi wake, kaondoka. Bado la ilaha illa Allah inamkera, inamkereketa. Akasema ngoja nimalize mara ya mwisho, nimuulize shekhe mwingine, pengine kuna utaratibu mwingine labda. Nishatimiza 100, nafsi 100 nimeziua. Akenda kwa shekhe mwingine mkubwa zaidi kuliko yule, akamwambia, bwana mkubwa, mimi nimekuja bwana, wewe hata sikuui, wewe niambia ukweli tu, umo kwenye vitabu vya Mungu, mimi anaweza akanielewa? Niambia ukweli mzee wangu, mimi nimeua watu 99, watu wa kawaida, na mtu mwingine si wa kawaida, ana elimu, shekhe. Nimemmalizia, maana alinipa hasira. Akamhadithia kama ilivyokuwa. Akamwambia, kwanza kijana, kaa hapo kunywa kahwa. Akampa kahwa na tende. Akamwambia, wewe peponi moja kwa moja, lakini kwa sharti mji huu hama, usikae mji huu. Huu mji uliofanya vurugu hizo, hamia mji mwingine, yani kama Mombasa, toka nenda Lamu, au kama Mombasa, toka nenda Nairobi au Kitui au kokote tu Kenya, lakini usikae hapa Mombasa. Basi ukifika huko, changanyika na Waislamu, endelea kufanya ibada. Yule bwana akafurahi, akampa na zawadi yule shekhe, akapanda farasi wake, akaanza safari. Kufika mbele, muda umekwisha. Sayyid kateremka kutoka mbinguni, Sayyid Israil alayhi salam. Mbona msemi alayhi salam Waislamu? Rafiki yetu huyo. Inasema ndo hivyo tu. Naam, watukufu wa Islam, yeye ni ndugu yetu, rafiki yetu. Huyo mwadilifu huyo, kwa amri ya Mwenyezi Mungu, hata manabii anawachukua huyo. Huyo kiboko huyo. Bas Sayyidi kaja, kamchukua. Malaika wa adhabu na malaika wa rehma wanagombana kumgombea yule, wanasema huyu wa kwetu, huyu wa kwetu. Malaika wa rehma wanasema wa kwao, malaika wa adhabu wanasema wa kwao. Akateremka bwana mkubwa kabisa, raisul malaika, Sayyid Jibril, akamwambia, mnagombea nini? Pimeni khatwa kutoka kule anakotoka mpaka hapa, na kule anakokwenda mpaka hapa, muangalie wapi kurefu. Kupima alikotoka ni kurefu zaidi kuliko anakokwenda. Wakamchukua malaika wa rehma, Sheikh. Hizi ni rehma za Mwenyezi Mungu kwetu, Sheikh. Niyatul mu'mini khairun min amali. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, nia ya Muislamu ni bora zaidi kuliko vitendo vyake. Usiwakatishe tamaa Waislamu, Sheikh, hata walifanya madhambi ya namna gani. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna ukubwa wa dhambi. Kwa Mwenyezi Mungu Mungu hajali ukubwa wa dhambi. Mungu anaangalia ikhlasu, Sheikh. Na mashekhe wametueleza katika vitabu vyao kwamba nguzo za toba ziko 4. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarki dhanbi fima istaqbala wa bara'atin min kulli haqqin li adami falihadhihi al-arkanu far'u wa kammila. Unaitafuta toba kwa mambo hayo 4. Kwanza unaacha antaqli'a,
unaacha madhambi. Pili, wa antandam, ujute kwa nini ulikuwa unafanya madhambi. Tatu, wa an yakuna laka azman akidan alla tarjia ilaiha abada, utie nia, tena nia madhubuti kwamba hutorudia tena katika yale makosa mpaka unaingia kaburini. Na haki ya mwisho ambayo ni nguzo ya mwisho ya toba, hii ndio inawashinda watu wengi, an takuna bari'an min kulli haqqin li adami, uwe mbali na haki za watu. Shekhe, haki za watu, huququn nas, usiwadhulumu, usiwafanyie jambo lolote baya wanadamu wenzio. Hii inawashinda watu wengi. Anaswali swala 5, anafunga Ramadhani, anasoma Qur'ani, anafanya kila khairi, lakini huququn nas, haki za watu, bado anawadhulumu. Hapo pazito hapo. Kama mwanamke mwema, shekhe, ana sifa 3. Kwanza, awe mtaalamu chumbani, mtaalamu wa mahaba shekhe. Alafu pili, awe hodari jikoni kupika chakula kizuri. Hii wanaweza, hii akina mama wengi wanaweza. Hii ya 3, hii ndo nzito. Awe na lugha tamu hata akiwa na hasira. Hiyo ndo kazi shekhe. Wewe mpime tu waifu wako, haya mengine yote atafanya, lakini kuizuia hasira shekhe ni kazi kubwa kwa akina mama. Tena wao na mambo ya ajabu. Yani anaweza kukukera halafu akafunga mlango, kuna kila aina ya silaha chumbani kwenu, halafu ngumi watu wanakunja hivi shekhe, wanazuia hapa moyo, yeye anakunja hivi, halafu njoo kama mwanaume kweli, njoo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ila sema sisi Allah katupa subira. Unamwangalia, unamwona kama mwanao. Mwanao huwezi kumpiga kiki shekhe. Kipiga kiki ya chembe shekhe, si anarudi kwa Mungu. Kiki inaitwa hatari sana. Naam, watukufu wa Islam, huu ni wakati wa mchana, wakati wa watu kupata lunch, halafu waendelee na kazi, maana leo siku ya kazi pia. Sasa tusije tukawachosha Waislamu. Kile ambacho tumepata ndio hicho hicho, ila Imam atakuja kuongea na nyinyi kitu, lakini kabla akishaongea na nyinyi, alafu tuna kijana wetu hapa, engineer, anaitwa engineer. Huyu ni engineer kweli, sio engineer jina. Atakuja kulirekebisha hilo jambo. Na kabla ya kutawanyika, kuna dua maalumu inshallah tutaiomba. Hiyo dua ya Aba Mu'laq, unaijua dua ya Aba Mu'laq shekhi? Ukiondoka umeikosa. Tena tutamwambia imamu kabisa aandike, alafu atoleshe fotokopi awape Waislamu. Aba Mu'laq mtu mkubwa shekhi, alikuwa anakwenda Sham, anatoka Makka, anatoka Madina, anakwenda Sham, anachukua mali, analeta, anauza. Mfanya biashara mkubwa shekhi, lakini mcha Mungu. Kakutana na qati'u tariqi shekhi, jambazi njiani, akamwambia Aba Mu'laq, leo ndo mwisho wa maisha yako, na kila ulichonacho cha kwangu kinakuwa. Aba Mu'laq akamwambia, chukua kila kitu, mimi niache nende hivi hivi, sina kitu. Akamwambia, haiwezekani, hapa nakuwa na kila ulichonacho nachukua. Akamwambia, sawa bwana, malumbano yasiwe mengi, naomba uniruhusu ni swali rakaa 2 tu. Yani Mwenyezi Mungu yani atoe roho yangu taratibu, ni muombe Allah
ni swali rakaa mbili. Akamwambia swali hata rakaa 12, ila leo akhera utaenda. Sawa. Aba Mu'laq akaswali rakaa mbili. Katika sijida ya mwisho kabla hajanyanyuka kutoa salamu ndo akaisoma hiyo. Mara 3 alisoma. Kikateremka kidume kutoka mbingu ya 4, shekhe. Basi alipotoa salamu anaona kichwa kiko kule, mwili uko kule. Alafu anamkuta mtu anang'aa yuko mbele na panga lake linang'aa, linavuja damu. Akamwambia Aba Mu'laq, usishangae, mimi ni mmoja katika wale malaika wa mbingu ya 4. Tulikuwa wengi tunagombea kuja kukusaidia, lakini nikapata bahati mimi kuja kukusaidia wewe. Kwa hiyo shughulika na mambo yako, nikupeleke mpaka kwenu kule Saudi Arabia. Allahu akbar, takbir. Basi hiyo dua shekhe ya Aba Mu'laq ukikosa umekwisha shekhe. Hiyo adhimu. Hiyo ukisoma shekhe mara 7, yani kwa ufupi mara 3, lakini inakwenda kwa witri shekhe. Ukisoma mara 7 hiyo shekhe, kama una jambo zito, umeswali rakaa 2 alafu ukaisoma hiyo kwenye sijida ya mwisho mara 7, shekhe, lo jambo litakuwa biidhnillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.